Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema vita dhidi ya Iran vitaendelea bila kusitishwa na bila maridhiano yoyote katika ujumbe wa video aliotoa Jumamosi usiku. Netanyahu alisema Israel ina mpango uliopangwa vizuri wenye surprise nyingi kwa hatua inayofuata ya vita dhidi ya Iran, akisema lengo ni kudhoofisha utawala wa Iran na kuwezesha mabadiliko. Akizungumza na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC, Netanyahu alisema, nyinyi pia mko katika malengo yetu. Yeyote atakayeweka silaha chini hatodhuriwa, lakini yeyote atakayekataa kufanya hivyo, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. Akiwahutubia wananchi wa Iran, Netanyahu alisema wakati wa ukweli unakaribia. Alisema Israel hailengi kuigawa Iran bali inalenga kuikomboa, lakini hatimaye hilo linategemea wananchi wa Iran wenyewe. Hatimaye inategemea ninyi kuikomboa Iran, alisema, akitabiri kuwa hali hiyo inaweza kuleta amani kati ya Israel na Iran pamoja na kupanua wigo wa amani katika eneo hilo. Netanyahu pia alisema kuwa wakati wa mkutano wake na rais wa Marekani Donald Trump mwezi Disemba, Trump alimwambia, bibi, lazima tuizuie Iran kwa gharama yoyote isipate silaha za nyuklia. Waziri mkuu huyo pia alimshukuru Trump kwa kile alichokiita uongozi wa kihistoria katika kuimarisha ushirikiano wa Marekani na Israel. Netanyahu alisema Israel inasimama pamoja na nchi zingine ambazo zimeathiriwa na mashambulizi ya Iran, akidai kuwa sasa dunia inaelewa kwamba utawala wa Ayatollah nchini Iran ni tishio kwa dunia nzima. Alidai pia kuwa mataifa mengi sasa yanaomba kushirikiana na Israel, akisema wanakuja kwetu kwa sababu tuna nguvu, kwa sababu tuko sahihi na kwa sababu tunapigana. Aidha, aliushutumu Umoja wa Mataifa kwa kile alichokiita unafiki, akisema taasisi hiyo iliikosoa Israel wakati ilipopambana na Hamas, lakini ikanyamaza wakati wananchi wa Iran walipouawa na uongozi wao wenyewe. Alihoji, wakati marehemu kiongozi mkuu Ali Khamenei alipokuwa akiua makumi ya maelfu ya Iran, Umoja wa Mataifa ulikuwa wapi? Mataifa magharibi yalikuwa wapi? Na vyombo vya habari vya kimataifa vilivyokuwa vinatukosoa vilikuwa wapi? Havikuwepo. Netanyahu alisema mataifa mengi sasa yanaona wazi ni nani wanaweza kumtegemea, akisema Israel ni mnara wa nguvu na matumaini. Kwa mujibu wake, nguvu hiyo itawezesha kupanua usalama, amani na ustawi wa kiuchumi katika eneo hilo kwa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana hapo awali. Hata hivyo, alisema kwa sasa Israel bado iko katikati ya vita vigumu. Tuko katikati ya kampeni ngumu. Hatutosita kuwapiga watawala wa Iran bila maridhiano yoyote, alisema. Netanyahu pia alionya serikali ya Lebanon, akisema ni wajibu wake kutekeleza makubaliano ya kusitisha mapigano ya mwaka 2024 na kuwanyang'anya silaha Hezbollah. Alisema iwapo serikali ya Lebanon haitafanya hivyo, mashambulizi ya Hezbollah yanaweza kuiletea nchi hiyo maafa makubwa. Wakati umefika kwenu pia kuchukua hatima yenu mikononi mwenu, alisema. Mwisho, Netanyahu alisema Israel itafanya kila kinachohitajika kulinda miji na wananchi wake.